Tulikuwa tunaangalia somo lililokuwa linasema ijue nguvu ya Edeni kama lango la baraka. Na tulipokuwa tunaliangalia lile somo nikasema kwamba tunapoizungumzia Edeni kama lango la baraka tunaiangalia katika nyakati kuu mbili. Kwanza tunaiangalia katika nyakati za agano lililopita, ambapo katika agano lililopita ilionekana kama bustani ambayo mwanadamu alikabidhiwa na Mungu kama zawadi ya kwanza. Na ndani ya ile bustani kuna kila aina ya mti. Na hapo ndo tunaangalia ni lango la zawadi ya kwanza. Na ndani ya hilo lango la zawadi ya kwanza kulibeba kila aina ya zawadi. Ndio maana nasema kila aina ya miti yenye matunda ilikuwemo. Lakini tunaporudi katika agano jipya kwa nyakati tulizopo, tunapozungumzia Edeni kwa nyakati zilizopo, tunasema ni zawadi ya kwanza inayofungua malango ya baraka katika vitu vyote. Na zawadi hiyo haihusiani na lango la mzaliwa wa kwanza wa kitu fulani, bali ni ile ya kwanza kukanyaga katika malango ikafanyika kuwa baraka ya kufungua malango ya vitu vingine. Kwa kile kilichosababisha kupata mambo mengine, kile kilichosababisha kupata baraka zingine, kile kilichosababisha kupata neema ya vitu vingine, kwako wewe hicho ndicho Edeni. Na nikasema mara nyingi Edeni inapopotea katika maisha au inapoweza kudhulika katika maisha, inaweza kuna sababu kubwa au kuna uwezekano mkubwa wa kuwa chanzo cha kupoteza mambo mengi katika maisha au baraka nyingi kuondoka katika maisha. Utaniuliza kwa nini? Biblia inasema baada ya Adamu na Eva kutenda dhambi ya kula tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya, Mungu alipowatafuta akakuta wamejificha, yani wameondokewa na umiliki wa vile walivyotakiwa kuvimiliki. Biblia inasema walijificha. Na inasema Mungu alipowaona anawauliza kwa nini mmefanya haya? Walipojitetea, mwanamke alipewa adhabu yake, nyoka alipewa adhabu yake, mwanaume alipewa adhabu yake, baadaye ikaingia adhabu ya kifamilia, wakatolewa ndani ya bustani ya Edeni. Yaani Mungu anaponyang'anya baraka katika familia, hata kama aliyekuwa ameanzisha baraka zile ni mwanaume, sio hasara ya mwanaume bali ni hasara ya familia. Sasa nikasema kwamba siku zote Edeni inapoharibika kuna uwezekano mkubwa wa vitu vingi kuharibika. Na nikasema angalia kile kitu ambacho ni cha kwanza, ambacho katika maisha kikitokea kimepata madhara au kimeingia katika migogoro fulani, mambo yako karibia yote huweza kuharibika. Nilitolea mfano katika familia. Kuna familia mke na mume wakigombana, amani ikikosekana katika familia, hakuna kitu wanaweza wakafanya kikafanikiwa. Sasa kwa tafsiri nyingine, baraka zao zimejificha kwenye ndoa, na hiyo ndio Edeni yao. Na kuna mwingine biashara yake ikiharibika, mambo yake mengi huweza kurudi nyuma. Kwa tafsiri nyingine, ile lililoharibika mambo likasababisha mambo kurudi nyuma, ndilo Edeni yako. Sasa ninawezaje kuishi kwa maisha fulani pasipo kuitunza Edeni? Au ninawezaje kumiliki Edeni yangu yenye baraka? Kwa sababu kila mtu aliyeumbwa na Mungu, usisahau, ana Edeni yake. Nilizungumza kitu kimoja kwamba mwanadamu aliyeumbwa wa kwanza katika mwili alikuwa ni Adamu. Lakini Eva alikuja baada ya Adamu, alitolewa kwenye ubavu. Lakini bustani ya Edeni hakukabidhiwa Adamu na Eva, wala hakukabidhiwa Eva, alikabidhiwa Adamu. Sema Bwana Mungu akamuumba huyo mwanamke, akamweka katika bustani ya Edeni. Akamweleza matunda yote waweza kula, lakini matunda haya usile. Na Biblia inasema baada ya Adamu kutolewa katika usingizi alikuwa kwenye bustani ya Edeni. Kwa hiyo Eva anaumbwa wakiwa Adamu ameshakabidhiwa bustani ya Edeni. Na nikasema wapendwa wana Mungu, kama kuna kitu ni cha muhimu kutunza ni Edeni yako iliyofanyika kuwa lango la malango mengine yote ya baraka. Kwa hiyo tunapozungumzia Edeni ni kama kifurushi kilichobeba au kilichokusanya malango yote ya baraka na kuyaweka pamoja, kwa hiyo kinazunguka nayo. Na hii Edeni ambayo ni kifurushi kilichobeba malango yote ya baraka, kikitokea kimeingia katika ghasia yoyote ile ya kupasuka, malango yote ya baraka yanamwagika, yanakuwa wazi, adui anapata nafasi. Ndio maana Edeni ikiwa imejishika vizuri,
inazunguka vizuri, imelindwa vizuri, inasaidia baraka zilizomo ndani yake kuzunguka vizuri na kulindwa vizuri. Lakini Edeni ikiachika, baraka zote zinamwagika. Sasa kuna mambo matatu makuu ya msingi ambayo leo nataka tuyaangalie. Jambo la kwanza, au vitu ambavyo nataka tuviangalie, ni mambo ya kuzingatia ili kuepuka kuipoteza Edeni. Kama Edeni ndiyo iliyobeba baraka, ni mambo gani ni yazingatie? Na ni maagizo ambayo Mwenyezi Mungu pia alimwambia nani? Adamu. Tutaangalia. Jambo la kwanza, hakikisha unaitunza na kuifanyaje? Kuijali, kwani ni lango la baraka zako zote. Hivyo unapoipoteza, kuna hali ya kupoteza baraka zote. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 8 mpaka ya 9, na tutaenda aya ya 15. Hapo Mungu akapanda bustani ya upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamaniwa kwa macho na kwa kufaa kuliwa. Je, tunaelewana? Anasema na mti wa uzima katika bustani na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mstari wa 15 unasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Kwa hiyo hakupanda Adamu bustani ya Edeni zao lolote lile, ila alichokifanya alipewa na Mungu na akaambiwa aitunze. Sasa tunaposema kupanda, kwa tafsiri nyingine, kwa nyakati tulizonazo, ni zile baraka tunazokabidhiwa katika ulimwengu wa roho na tukazimiriki. Nisikilize, unapoona umeolewa, kuna watu wanatafuta ndoa hawana. Kwa hiyo ndoa ilipandwa katika ulimwengu wa roho ndani yako, Mungu akakukabidhi. Na lengo la kukukabidhi hizo baraka, kuna sheria na kanuni zake. Ndio maana namwambia uitunze, uirime, uhakikishe inakuwa safi. Kwa moja ya kazi ambayo tunayo katika kuitunza Edeni, lazima uangalie namna ya kuitunza iwe safi. Ukishajua hili ndilo langu la baraka, hiki ndicho chanzo changu cha baraka, jambo la pekee ambalo unatakiwa kuhakikisha unalifanya ni kuhakikisha ilo lango la baraka ambalo limebeba marango mengine yote ya baraka unalitunza. Anasema akamwambia tunze, ailime. Kwa hiyo isipotunzwa ikalimwa, kuna uwezekano mkubwa wa bustani kupoteza ubora. Sasa kuna vitu tumepewa kwa neema. Kuna mwingine Edeni yake ni karama alionayo, ameshindwa kuitunza. Baada ya kupewa karama fulani, imekuwa chanzo cha kusababisha uwe mzinzi. Yaani mabinti hawakatizi, yaani unaichafua Edeni yako kwa uzinzi. Kuna mwingine baada ya kukabidhiwa mali na Mungu, akawafanya mfanyabiashara, na kupitia biashara akafungua marango mengine ya baraka, watu kumfahamu, kuheshimika. Sasa imekuwa chanzo kwa kuwa na pesa, anaanza kufanya uzinzi. Kuna wepesi sana au kuna kiwango kikubwa cha mambo yako kurudi nyuma, kwa sababu umechafua, umeshindwa kuitunza Edeni. Kwa hiyo ukisipoitunza Edeni, mambo yako kuna uwezekano mkubwa sana wa kuharibika. Mkubwa sana. Jambo la pili tunasema epuka kuruhusu jambo au wazo la upande wa pili lisilokuwa katika makubaliano ya mwanzo wa mawazo ya Edeni yako. Wazo la upande wa pili, epuka kulikubali. Moja ya kitu kilisababisha Adamu na Eva wakatoka kwenye bustani ya Edeni, mwanamke aliruhusu wazo la pili, na wazo la pili aliloliruhusu ni mawazo ya kushawishiwa na nyoka. Wapendwa, si kila ushauri unaopewa unapaswa kuufuata. Lazima unaposhauriwa uangalie aina ya ushauri, upime. Wanasema msiamini kila roho, zijaribuni kama zatoka kwa Mungu. Msiamini kila ushauri, ujaribuni kwamba unafaa. Kuna ushauri mwingine mtu anakupa unakupotosha. Mwingine anakupa ushauri lakini ndani yake hauna faida. Kwa hiyo unapopewa ushauri, si kila ushauri wa kufanya. Moja ya kosa lilifanya Eva, nasema, ni kumsikiliza nyoka. Lakini baadaye Adamu naye anatenda kosa kwa kuruhusu mawazo mengine. Ameshaambiwa na Mungu wazo la kwanza kwenye mkataba asile. Anapewa wazo na mwanamke kwamba ili tunda litamu sana.
akala. Na alipokula tu tunaona baraka zinapotea, utukufu wa Mungu. Anasema tukajiona tu uchi, tumeondokewa na utukufu wa Mungu. Ukitoka kuna dhambi, ukitoka kutenda, ukitoka kuiba, ukitoka kufanya kitu fulani, kuna muda unahisi huna amani. Sasa hapo ndo tunasema alijihisi yuko uchi, ameondokewa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kitu cha pili, lazima uhakikishe unakuwa makini na kanuni na taratibu zako za kuiandaa Edeni ulizokuwa umeanzisha. Kama ulikuwa umejiwekea sheria kwamba hiki na hiki na hiki, na ndivyo vikasaidia mambo yako kusonga mbele, epuka kukiuka. Maana si kila mtu anayekuletea mawazo anafaa. Wewe unafanya mambo ya biashara, unaletewa wazo na mtu anayeuza vitumbua, alafu wewe ni muuza nguo, alafu unafuata mawazo ya muuza vitumbua, hatimaye unachukua mawazo ya kivitumbua unayapeleka kwenye nguo unaanza kuziuza kivitumbua. Utafilisika wapendwa. Lazima uangalie kanuni na taratibu za upande wa pili, hazifai. Jambo la tatu na la msingi ambalo ni la mwisho tutaenda kuangalia siku ya leo. Daima tambua nguvu ya chemichemi ya maji katika Edeni yako. Kwenye mabano unaweza kaandika nguvu ya kimungu iletayo uzima. Nguvu ya kimungu iletayo uzima. Ukisoma hapa kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 10 mpaka ya 14, Mungu anasema aliweka mto katika bustani ya Edeni, na ile mto ukawa na mifereji minne, na ile mifereji minne kila mmoja ukawa na churuzi unapeleka maji sehemu mbalimbali, lakini lengo ni kuimwagilia Edeni. Kwa hiyo unapokuwa umemiliki Edeni ili iweze kustawi na kuendelea vizuri, lazima daima utambue nguvu ya chemichemi ya maji katika Edeni yako. Na nguvu hiyo tunayosema ya chemichemi si nguvu nyingine bali ni nguvu ya kimungu. Yesu Kristo anasema mtu akiona kiu aje kwangu anywe, na anajitambulisha kama maji ya uzima. Lakini ile chemichemi tunaangalia yule mto uliowekwa kwenye bustani ya Edeni ulikuwa na vijito vinne au mifereji minne ambayo ilitengeneza vijito. Mfereji wa kwanza ulikuwa unamwakilisha Mwenyezi Mungu. Mfereji wa pili ulikuwa unamwakilisha Yesu Kristo Mungu Mwana. Mfereji wa tatu ulikuwa unamwakilisha Roho Mtakatifu, na mfereji wa 4 ulimwakilisha mwanadamu mwenyewe aliyewekwa kwenye bustani ya Edeni, kwamba hawa watu wote wakishirikiana 4 waitunze Edeni. Kwa hiyo kwenye maisha yako ukiwa na Mungu, ukiwa na Mwana, ukiwa na Roho Mtakatifu, na wewe ukawaimara ukawaweka ndani yako, wanakusaidia kulinda malango yako ya baraka. Basi ninaomba wapendwa, nizidi kusema hatuna namna pekee ya kutusaidia katika maisha kama kumwagilizia Edeni. Utaimwagilizia vipi? Kwa maombi, unamuomba Mungu. Utaimwagilizia vipi? Kwa kumtegemea huyu watatu Roho Mtakatifu akuongoze. Utaimwagilizia vipi kama ina magonjwa, kuna matatizo, kuna changamoto kwenye Edeni yako? Kuna huyu wa pili Mungu Mwana ambaye ndiye Mwokozi, kumwambia okoa. Kuna madhaifu yameingia, kuna uumbaji unatakiwa kufanyika, unamwambia Mungu Baba umba, tengeneza, Roho Mtakatifu huisha hivyo. Kwa hiyo lazima tutambue vitu kama hivi vya msingi. Kinachotukuta watu wengi katika maisha ya leo sio kwamba Mungu hataki kutenda, ni kutoelewa kanuni na taratibu za kupokea baraka za kimungu. Na watumishi tulio wengi tumewapotosha sana watu wetu kwa kuamini kwamba kila kitu ni kukemea mapepo. Kuna vingine sio mapepo. Yaani can you imagine mtu unamwambia